Furahi Yerusalemu na mkusanyike nyinyi nyote mpendao. Furahini kwa furaha nyinyi nyote mnaomlilia, mpate kushangilia na kushibishwa kwa utamu wa faraja zake. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Wapendwa, tuwasherehekea Dominika ya 4 ya Kwaresima, ambao inajulikana kama Laetare Sunday, na kwa hivyo tunaitwa tuweze kufurahia. Hii inaashiria kwamba tuko nusu ya kipindi ama msimu huu wa Kwaresima. Ijapokuwa siku harisi ya kuwa siku ya kipindi hiki ilikuwa Alhamisi iliyopita. Tunaalikwa tufurahie kwa sababu ya huruma yake Mwenyezi Mungu na upendo alionao kwa kila mmoja wetu. Katika somo letu la kwanza tuwasikia ni Mungu ambaye anabadilisha hali zetu. Na katika usomaji wa Injili vile vile tunaelezwa juu ya huruma ya Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja wetu. Anatupenda licha ya hali zetu na kasoro zetu. Basi ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kutahirishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Mungu, kwa kazi ya neno wako unawaletea wanadamu upatanisho kwa namna ya ajabu. Tunakuomba uijalie jamii ya Wakristo izidi kuzijongea sikukuu zijazo kwa utayari wa ibada na imani hai. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo katika kitabu cha Yoshua. Siku zile Bwana alimwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiondoa hiyo aibu ya Misri kwenu. Waisraeli walipokuwa wamepiga kambi huko Gilgali, jioni ya siku ya 14 ya mwezi, waliadhimisha sikukuu ya Pasaka katika tambarare za Yeriko. Nao wakala mazao ya nchi siku ya pili baada ya sikukuu ya Pasaka, yaani mikate isiyotiwa chachu na bisi siku ile. Walipokula mazao ya nchi ile, siku ya pili yake, mana ikakoma, kwa vile sasa waliweza kula mazao ya nchi ile. Kwa kuwa Waisraeli hawakuwa na mana tena, wakajilisha mazao ya nchi ya Kanaani tangu wakati huo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, kiitikio. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Nitamtukuza Bwana kila wakati. Sifa zake zi kinywani mwangu daima.
Nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wanyonge wasikie na kufurahi. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Tuliadhimishe jina lake pamoja. Nilimkimbilia Bwana, akanisikiliza. Akaniopoa katika hofu zangu zote. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Mtazameni Mungu, mkafurahiwe, na nyuso zenu zisihuzunike. Mnyonge huyu alilia, naye Bwana akamsikiliza, akamuokoa katika shida zake zote. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Korintho. Ndugu zangu, mtu akiwa katika Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, mapya yamefanyika. Hayo yote yanatoka kwa Mungu. Yeye ametupatanisha naye kwa ujumbe wa Kristo. Akatukabidhi sisi kazi ya upatanisho. Yani, Mungu ameipatanisha dunia naye katika Kristo, kusudi asiwahesabie watu tena makosa yao. Akaliweka neno la upatanisho ndani yetu. Basi, tumekuwa wajumbe mahali pa Kristo, kwa maana ni Mungu anayeyaonya kwa huduma yetu. Na ombi tunalotoa kwa jina la Kristo ndilo mpatanishwe na Mungu. Yeye amemfanya yule asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili na sisi tuwe waandalivu wa Mungu katika yeye. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio la Injili. Sifa na utukufu kwako, Ee Kristo. Nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sifa na utukufu kwako, Ee Kristo. Bwana awe nanyi. Rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, Ee Bwana. Wakati ule, watoza ushuru wote na wakosefu walimjia Yesu wapate kumsikia. Lakini Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, huyu huwapokea wakosefu na anakula nao. Akawaambia mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia baba yake, Baba, nipe sehemu ya mali iliyo haki yangu. Basi baba akawagawia mali. Baada ya siku si nyingi, mdogo huyu akakusanya vyote, akaenda mbali ugenini, alikotapanya mali yake kwa kuishi maisha ya ushirati. Alipomaliza vyote, njaa kali iliingia nchi ile, naye pia akaanza kupatwa na shida. Basi akaenda kujiunga na mwenyeji wa huko aliyemtuma shambani mwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, lakini hakuna mtu aliyempa kitu. Akajifikiria
akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wana chakula tele, nami ninakufa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwanao, unitendee kama mmoja wa watumishi wako. Basi akaondoka, akarudi kwa baba yake. Baba yake alimuona angali mbali, akamwonea huruma, akamkimbilia, akamkumbatia, akambusu. Mwana akamwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwana wako. Lakini baba akawaambia watumishi wake, upesi leteni joho maridadi, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Tena mleteni ndama mnono, mkamchinje, kisha tule kufanya sherehe. Kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana tena. Kisha wakaanza kufanya shangwe. Sasa mzaliwa wake wa kwanza alikuwa bado shambani, na aliporudi na kuikaribia nyumba, alisikia vifijo na ngoma. Akamuita mmoja wa watumishi, akamuuliza, kuna nini? Naye akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama mnono, kwa sababu amempata tena salama. Akakasirika, na alipokataa kuingia nyumbani, baba yake alitoka nje na kumsihi. Akamjibu baba yake, tazama, miaka mingapi nimekutumikia, tena sijavunja amri yako hata mara moja. Lakini hujanipa hata mwanambuzi nifanye tafrija pamoja na rafiki zangu. Lakini huyu mwana wako aliyekula mali yako pamoja na makahaba, aliporudi umemchinjia mara ndama mnono. Akamjibu, mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Lakini sharti tufanye shangwe na furaha, kwa maana huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka tena. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mahujaji wa matumaini, katika sala mahujaji wa matumaini. Basi wapendwa, kama vile nilisema katika utangulizi wa ibada ya misa hii, leo ni Dominika ya 4 ya Kwaresma, ambao kwa Kilatini tunaita Laetare Sunday. Laetare Sunday ni siku ya kufurahia, maneno ambayo tunayapata katika antifoni ama utangulizi wa ibada ya misa hii, ambapo tulisikia Laetare Yerusalemu, furahi Yerusalemu. Na basi kukawa kwa mwaliko kwa kila mmoja wetu, sote tunaomtegemea kumulilia Yerusalemu, basi tunao sababu ya kufurahia. Kwa kawaida nimesema vile vile ni kama tuko nusu ya kipindi ama msimu huu wa Kwaresma. Japokuwa siku halali ambapo tunaweza sema na tupime nusu ilikuwa Alhamisi iliyopita. Kwa nini tufurahie? Ni kwa sababu sasa tunaonyeshwa kwa kifupi furaha ambayo tunatarajia ya ufufuko, ambayo inapatikana na sikukuu ya Pasaka, siku ya kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika kutueleza katika maada hiyo, tumesikia somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua. Musa ashakufa, uongozi wa nchi ya Israeli sasa uko mikononi mwa Yoshua, na wamefika katika nchi ambao Mungu alikuwa amewaahidi, nchi ya agano. Na pale wanapofika pale,
Mungu anahakikishia kwamba anabadilisha hali yao, ili pale ile kasoro na dosari waliokuwa nayo, kuchekelewa na kinaya ambacho kilikuwa kinatokana na watu wa Misri, kitaondolewa miongoni mwao, na Mungu ataweka agano vile vile na hawa watu, watakuwa watu wapya wa Mwenyezi Mungu. Mungu atasahau ukaidi wao waliokuwa nao walipokuwa jangwani kwa takriban miaka hiyo 40. Ataweka upya wakfu wa kuishi pamoja na wana wa Israeli. Anaambia kwamba yeye anasahau kasoro zao walizokuwa nao katika safari hiyo ya miaka hiyo yote. Na kwa hivyo katika kuweka wakfu mpya, watakuwa wana wa Mungu, watakuwa watoto wake kwa njia ya kipekee. Na hivyo katika kuendeleza haya, wanakuwa na hali ya kula Pasaka mara ya kwanza katika nchi ya ahadi. Na vile vile wanaamrishwa, Yoshua anaamrishwa, kisasi hiki ambacho ndicho kimeingia katika nchi ya ahadi, lazima waingie katika hali ya kutahiriwa, ishara ya kwamba wamekuwa watu wapya wa Mungu. Somo hili linatupatia matumaini jinsi Mungu alivyomkarimu, ya kwamba ni Mungu ambaye hakai ili aweze kutukumbusha kasoro zetu, dhambi zetu na uovu wetu, ila ni Mungu ambaye katika huruma yake na upendo wake, ambaye anatuambia na kutualika tuweze kushangilia huo upendo wake na kufurahia ya kwamba anatubadilisha katika hali zetu. Mara nyingi mimi na wewe tunakuwa watu wa kuishi maisha ambao ni duni sana, maisha ya kujitenga na Mwenyezi Mungu. Ila yeye Mwenyezi Mungu katika huruma yake na katika upendo wake ndiye huwa wa kwanza kuja kututafuta na kutuweka katika hali za kuwa wana wake. Hivyo basi tunaalikwa na sisi, hasa katika msimu huu wa Kwaresima, ni msimu ambapo tunastahili kutayatafakari maisha yetu. Tunapokubali kasoro zetu, tunapokubali dhambi zetu, tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Hata sasa, na ndio umekuwa wito ya kwamba hata sasa tumrudie Mwenyezi Mungu, tuweze kumtafuta Mwenyezi Mungu. Na yale ambayo anastahili kutupatia matumaini ni kwamba Mungu hahesabu kasoro zetu. Msaburi huwa anasema, if you Lord, you were to count our iniquities. Kama wewe Bwana ungehesabu maovu yetu, ungehesabu dhambi ya kila mmoja wetu, ni nani angesimama mbele yako? Lakini kwako Bwana kuna huruma na kuna msamaha. Na ni basi katika huruma hiyo ya Mwenyezi Mungu, ni katika huruma hiyo ya Mwenyezi Mungu na msamaha Mwenyezi Mungu, kila mmoja wetu anaalikwa. Na hizi ya kusema ya kwamba pengine dhambi zangu, kasoro zangu, dosari zangu zimekuwa nyingi, ya kwamba siwezi nikapata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Licha ya yote ambayo umeweza kuwa umeyatenda, basi tafakari juu ya huruma na msamaha ambao umetokana na Mwenyezi Mungu. Na hayo ndio Mtakatifu Paulo anatuambia katika somo la pili. Tulipokuwa katika hali zetu duni, Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili kwa njia ya kifo chake aweze kutuokoa kutokana na dhambi zetu. Yeye hakuwa na dhambi, lakini ili Mungu atufanye tuonje Mungu wake na kutupatanisha na yeye, basi lazima ingepitia kwa njia ya mwanawe pekee. Na yeye ndiye sadaka halali ambayo inaweza tu kutuunganisha na Mwenyezi Mungu. Akajitoa ili tukue wana wake kwa njia ya kipekee kwa sadaka ya msalaba. Kwa hivyo gharama yote imelipwa ya kila mmoja wetu. Licha ya kasoro zetu, tujue ya kwamba kuna sadaka kubwa sana ambayo imetolewa ili tuweze kupatanishwa na Mwenyezi Mungu. Tunasikia haya vile vile katika somo letu la Injili. Na ningeomba leo tutakapokuwa na nafasi, kila mmoja aweze kusoma ukurasa wa 15 wa Injili ya Mtakatifu Luka. Kuna hadithi 3 ambazo Kristo ametoa, na anazitoa kwa sababu katika huduma yake
anapatana na vikundi viwili vya watu. Kikundi cha kwanza ni watosha ushuru na vile vile wale waliokuwa wafanya dhambi, walikuwa na kasoro zao. Na kwa upande mwingine kulikuwa na waandishi na wafarisayo. Yesu Kristo katika huduma yake anapokuja katika ulimwengu huu, anaenda katika kwa wale ambao ni wakosaji, wenye dhambi na watosha ushuru, ambao jamii ilikuwa imewatenga na kuona ya kwamba wao ndio wenye kasoro sana, na kwa hivyo hawastahili huruma ya Mwenyezi Mungu. Kwa hao ambao wametengwa na jamii, Yesu Kristo anaenda kuwatafuta. Na upande ule mwingine nao mafarisayo na vile vile vikundi vingine kama waandishi na Masadukayo wananuguna, wanasemezana wao kwa wao, kwa nini huyu ambaye anajiita mwalimu, kwa nini huyu ambaye anajiita mwana wa Mungu anakula pamoja na hao ambao ni wenye dhambi na watosha ushuru? Kwa nini anatenda hilo? Najua kwamba katika kuja kwake Yesu Kristo amesema na alisema, nimekuja kuwatafuta wale kondoo ambao wamepotea wa nyumba ya Israeli. Na anatoa hadithi 3 parables. The first parable is the parable of the lost sheep. Huyu mchungaji mwema ambaye anaacha kondoo 99 aende akamtafuta yule mmoja ambaye amepotea. And in our world today, economic world, that does not make any sense. Kwa nini mtu aachane na kondoo 99 aende akamtafute kondoo mmoja? Yesu Kristo alikuja kufanya hivyo kwa sababu hata huyo kondoo mmoja ana maana zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Mfano wa pili ambao anautoa ni wa yule mama ambaye alikuwa na shilingi 10 na moja ikapotea. Huyo mama alifanya nini? Aliweza kuwasha taa, akafagia akitafuta ile shilingi, na anapoipata tunasikia kwamba anaalika jamii nzima wakuje wafurahie kwa sababu ameipata shilingi moja. Na Yesu akatukumbusha vile vile hivyo ndivyo kila mmoja wetu alivyo na maana mbele ya Mwenyezi Mungu. Japokuwa kwa ulimwengu pengine jambo hilo halina maana. Ukiwa na shilingi 10 upoteze moja, je, kuna maana gani? Usumbue jamii moja kwamba wafurahia kwamba umeipata. Lakini kumaanisha none of us can be replaced before God. We are all important in the eyes of our God. Kila mmoja wetu ako na maana yake. Licha ya kasoro zako, Mwenyezi Mungu anakujali, anakupenda, na kwa hivyo angetaka na wewe ufanye bidii uweze kumrudia. Na mfano wa tatu ni huu ambao tumeusoma leo, ya the parable of the prodigal son. Kwa wasomaji wengine wa Biblia wanasema it's not just one prodigal son. Pengine ingeitwa the parable of the prodigal sons, or the parable of the merciful father, or the parable even of a prodigal father. Lakini leo tunaona Yesu anapotaka kuonyesha hao mafarisayo na kuonyesha waandishi huruma ya Mwenyezi Mungu na upendo wa Mwenyezi Mungu, ametoa huu mfano wa bwana mmoja ambaye alikuwa na wana wawili. Na yule mdogo alimwendea babake na kumusihi, baba, ningetaka unigaie sehemu yangu ya mali ambayo ungenipatia. Na katika kufanya hivyo alifanya kitendo ambacho ni kibaya sana, kwa sababu katika tamaduni zao ungeweza kwenda kwa babako agari hayo mwambia kupatie sehemu ya mali ambayo angekupatia. It's like he was wishing his father is already dead. Why should he go and ask his father for his inheritance when the father is still alive? Na kwa hivyo ameenda kinyume na tamaduni. It's like the father, I wish you are dead, uweze kunipatia mali iliyo yangu. Lakini angalia jinsi huyu baba anavyotenda. Na katika upole wake anamugawia. Na tunasikia siku iliyofuata huyu kijana akachukua mali yake yote, akaenda katika nchi ya mbali, na pale katika nchi hiyo ya mbali
amekula mali yake yote, amesherekea na viberiti goma katika maisha ya ukahaba, na baadaye kukatokea janga ya kwamba kukawa na kiangazi, mali yote ameiponda kwa raha zake. Basi akawa ameajiriwa na mtu wa mataifa. Kinaya ni kwamba huyu ni Myahudi, lakini kwa sababu janga limetokea, ametafuta kazi amekosa, amemwendea mtu wa mataifa, a Gentile employing a Jew, na anamsihi amwajiri, na anaajiriwa kazi ya kuharisha nguruwe. Jambo ambalo haliwezi likafikiriwa katika mtazamo wa Wayahudi. Ni kama kwamba maisha yake imekuwa duni kama hao nguruwe alikuwa anawarisha. Na hivyo ndivyo inavyotokea hata kwetu. Wakati mwingine sisi tunataka kujitenga na Mwenyezi Mungu, na tunafikiria tunapoondoka kwake Mwenyezi Mungu pengine tutakuwa na furaha. Tunapokuwa katika hali zetu duni, katika dhambi zetu, tunafikiria we are enjoying. But it's when we run away from God, the disaster or disasters always strike. Kama vile ilivyotendeka kwa huyu mtu. Alifikiria anapoondoka kwa babake basi atakuwa na furaha, atafurahia maisha. Lakini furaha yake ilikuwa haidumu, ni fupi sana. Kukawa na majanga mengi. Wapendwa, hata sisi tunaweza jiona katika maisha ya huyu mtoto mdogo, huyu the prodigal son. Kwa sababu nyakati nyingine tunasema hatutahudumu katika jumuiya, hatutahudumu katika kanisa, sitafanya hili katika kanisa hilo tena, katika kikundi hiki na kadhalika. Na tunafikiria katika kujitawala kwetu tutakuwa na furaha. Tukumbuke maneno ya Mtakatifu Agostino, na kwamba mimi na wewe tumeumbwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. We are never created for ourselves. We were created for God. And St. Augustine says our hearts are restless mpaka ile siku tutakapotulia kwake Mwenyezi Mungu. Pale tunapoondoka kwake Mwenyezi Mungu, tunajipata katika hali za majanga ambayo ni tofauti na ni mengi, kama vile huyu mtoto mpotefu aliweza kufanya. Lakini inafika mahali anasema ya kwamba ninateseka, and he came back to his senses. Akasema nitamrudia Bwana, nitamrudia babangu na nimwambie, Baba, nimekosa dhidi yako, nimekosa dhidi ya Mwenyezi Mungu, na kuomba usinichukue kama mwanao tena, nichukue kama mmoja wapo ya wafanyikazi wako. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema, ni wangapi wahudumu wa baba yangu ambao wanakula na kusasa mali ya baba yangu, na mimi hapa nateseka. Then he came to his senses. Na anasema nitamrudia na kumwambia, Baba, naomba msamaha. The essence of a Christian call during this time of Lent ni kufika hapo ambapo huyu kijana amefika. Kusema ya kwamba nimeishi maisha duni, nimeishi katika dhambi zangu. I have to make this decision. I have to come to my senses and I go back to the Father. No matter what I have done, nitafika hapo niseme, Baba, nisamehe. Sijakuwa na furaha ijapokuwa nilikuwa nimeenda kutafuta furaha. Naomba unisamehe, unichukue kama mmoja wapo. And see what happened with this father. Anampokea. Ni kama kwamba kila wakati alipokuwa anademka, alikuwa akiangalia katika upeo, at the horizon. Ni kama alikuwa kila wakati anatazama, akiwa na tumaini ya kwamba huyu mtoto atanirudia. Na hakika anaposema analimonea kwa bali, akakimbia. Ni mzee, hastahili kukimbia. Akajinyenyekeza kwa sababu ya upendo wa mtoto wake. Uchungu wa mwana aujuae ni mzazi, ni mama, ni mzazi. Akaenda, akamraki, akamkumbata, akampiga busu na akamkaribisha katika familia tena. Kuna movie ingine ya This Prodigal Son. Anapokuwa akitafakari haya kumrudia babake, kwa hiyo movie
anawaambia vijana wenzake, I think I need to go back to my father, but I'm not sure kama baba atanikubali. Na akatuma ujumbe akasema, baba kama utanikubali, kwa dirisha ambayo inaangalia hii njia, you put a handkerchief, a white handkerchief. Nikiona kitambaa hicho cheupe, nitajua ya kwamba unanitaka. And what did the father do? Hiyo siku hakuweka tu kitambaa, hakuweka handkerchief. Alienda akanunua vitambaa vikubwa sana vyeupe, akaiweka nyumba yote, na kwa njia yote akaweka vitambaa vyeupe. Na mtoto alipoona haya, basi akajua si tu kugojewa na ngojewa, baba ameshanikubali. Sasa kutoka haya anapomraki anasema afanyiwe karamu kubwa sana. Lakini tutafakari juu ya huyu mtoto wa pili ambaye alikuwa mkubwa wa huyu mwingine. Ni kweli amekuwa mwaminifu, ni kweli ametenda kazi, lakini pale anapofika anaambia baba yangu, anaposikia kwamba anapouliza hizi kelele ni za nini, sherehe ni za nini, ambio ndugu yako amemrudi hapa, na kwa hivyo baba yako amesema tufanye sherehe tuweze kumkaribisha. Nasikia moyo wake unarudi chini, hataki kusikia hiyo yote, anakataa kuingia katika hiyo boma, anakuwa hana furaha, ni mwenye hamaki, hampendi huyu ndugu yake, na inaonekana kwa maneno ambayo anaongea na baba yake. Hana heshima kwa sababu hamuiti ndugu yangu, anamwambia babake, huyu mtoto wako mpotefu ambaye amekula mali yako yote na maisha ya usherati, na sasa umemkaribisha. Mimi nimefanya hapa kazi, I have been laboring for you, na hujawahi nitendea kitendo kama hiki. Kumbe alikuwa anafanya kazi duty for duty sake, hakuwa na upendo wa ndani, he was just doing it as duty. Lakini pale angalia jinsi huyu baba alivyo, anamwambia, mtoto wangu, nilio nayo yote ni yako. It was just necessary ya kwamba huyu ndugu yako ambaye alikuwa amepotea na tumempata, alikuwa amekufa na sasa ako hai, tuweze kumkaribisha na kumsherekea. Let us reflect about this second son, na tujione hata sisi katika maisha ya huyu kijana wa the first born, kwa sababu ni mtu ambaye hana furaha, hapendezi kwa sababu baba yao amemraki huyo mwingine. How many times do we behave so? Ya kwamba hatuwezi tukafurahia wenzetu, tungetaka tuishi katika kiburi chetu, ni sisi tu, bali hatujali wenzetu, hatujali maisha ya wenzetu, hatujali ni nini ambayo inatendeka katika maisha yao. Mwishowe kwa sababu ya kiburi chake na hasira na wivu wake, as Jesus conclude this parable, we are not even told kama alikubali kuingia katika hiyo sherehe. Hadithi imeishia hapo, lakini mwandishi ameiacha hivyo ujione katika maisha ya huyu kijana. When you are led by your own jealousy, pride, stubbornness, anger, you cannot accept other people, you miss. Kuna mambo mengi ambayo unapoteza katika maisha. Mwishowe tutafakari juu ya baba ambaye ni ishara ya Yesu Kristo, ni ishara ya Mungu mwenyewe. Hana kipendeleo. Ni kweli huyu wa kwanza, huyu mtoto mdogo alikuwa na kasoro zake, vile vile huyu wa pili ako na kasoro yake, lakini baba huyu kama baba mwenye busara na hekima haonyeshi pendeleo kwa yeyote, bali angetaka kuwalete pamoja wakuwe kama familia, na anawaambia tusherekee pamoja. Hakumbushi yeyote kasoro yake. Haambii ya kwanza huyu wewe uliweza kula mali yangu yote na kupoteza katika maisha ya usherati. Haambii huyu mwingine kasoro yake, lakini angetaka kuwalete pamoja. Wapendwa, hivyo ndivyo Mungu alivyo. He's not like a class prefect ambaye anakaa kando akiandika dhambi zako zote ili aweze kukukumbusha.
Lakini pale unapomwendea Mwenyezi Mungu kwa moyo uliobodeka, wenye kuhuzunika kwamba umetenda dhambi, Mwenyezi Mungu kila wakati anakualika. Na kama huyu baba ndiye wa kwanza kufanya hatua kwenda kukuraki, kama vile baba aliweza kukimbia aweze kumraki mwanawe, pale unapofanya uamuzi wa kumrudia Mwenyezi Mungu, anasahau haya yote, kasoro zako zote, dhambi zako zote, na anakualika katika kundi lake. Na hivyo maneno ambayo tumeyasikia katika Zaburi ya leo ndio mwalika wa kila mmoja wetu. Ojeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Tuoje huruma yake, furaha yake, na tuweze kufurahia kwamba Mungu anajali kila mmoja wetu. Mungu si kama mwanadamu ambaye ameweka rekodi ya kasoro zetu, lakini niyo Mungu ambaye tunaalikwa wakati huu wa Kwaresima tuweze kumrudia tena. Tukumbuke maneno tuliyosoma wakati wa majifu. Hata sasa Bwana asema nirudieni. Sasa ujiulize, kwa sababu tumesema tuko katika kati ya kipindi hiki cha Kwaresima. What have you done? What have you done? With whom have you reconciled with? Have you found time for prayers? And how sincere? Or have you done it as a duty for duty's sake? Have you created time for your personal prayer? Have you gone to confession? How generous have you been? Umekuwa mkarimu kiasi gani? Umejinyima vilivyo? Umewajali wenzako? Kwa nini useme huwezi ukasamehe kama Mungu amekusamehe? Kama Mungu tumeona mfano wake kwa huyu baba, kwa nini wewe huwezi ukasamehe jirani yako? Leo mwaliko huo ni wako na ni wangu. Oja uone jinsi Mungu alivyo mwema katika huruma yake. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tusimame tukiri imani. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato. Akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko. Akapaa mbinguni. Ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama na ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amin. Zawadi ya Mungu ya wokovu inatujaza furaha. Katika Dominika hii tuweke maombi na nia zetu mbele ya Baba yetu mwenye upendo, aliye tayari daima kutupokea tena sisi watoto wake baada ya kumkosea. Kwa imani tuseme, utuhurumie. Utuhurumie. Kwa ajili ya Baba Mtakatifu wetu Francesco, maaskofu na mapadri waliokabidhiwa ujumbe wa upatanisho.
ili kwa kufuata mfano wa Kristo wawaendee wenye dhambi siku zote na kualika kutumainia msamaha na huruma yake. Bwana, tunakuomba utuhurumie. Kwa ajili ya wakatekumeni na wabatizwa wote, ili kama watu wa Israeli tutambue fika ya kwamba hatuokolewi kwa nguvu yetu wenyewe, bali tunaongozwa daima na Mungu anayetujali na kutusaidia. Bwana, tunakuomba utuhurumie. Kwa ajili ya familia zilizotengana kwa sababu ya masuala ya mirathi na mahusiano, ili zikiongozwa na hekima ya Mungu, upendo upate kushinda chuki na roho ya kusamehe ipate kushinda ulipizaji wa kisasi. Bwana, tunakuomba utuhurumie. Kwa ajili ya jumuiya zetu za Kikristo, ili daima tusichoke kutafuta huruma ya Mungu tunapomkosea, na kupata katika kipindi hiki cha Kwaresma furaha ya kurudi kwa Baba ambaye yupo tayari kutusamehe siku zote. Bwana, tunakuomba utuhurumie. Kwa ajili yetu sisi wenyewe, ili adhimisho letu la Ekaristi siku za Dominika lilete katika maisha yetu furaha ya kukumbatiwa na Mungu na ya upendo wake usio na kiasi kwetu. Bwana, tunakuomba utuhurumie. Sala ya kutangaza mwenye heri mtumishi wa Mungu Kardinali Maurice Michael Otunga. Mungu, ulimpa nafasi mtumishi wako Kardinali Maurice Michael Otunga neema ya kuwa mchungaji na mfano mwema katika huduma ya kanisa, na kumfanya ishara ya unyenyekevu na upendo kwa maskini na wasiojiweza katika jamii, wakati huo akijinyima na kujitenga na anasa za dunia. Tukusihi ukubali, ili tupate kujifunza pia kuitikia kwa uaminifu na mahitaji ya wito wa Kikristo, kugeuza nyakati zote na hali ya maisha yetu kuwa nafasi ya kukupenda wewe na jirani zetu kwa furaha na wema, na kuutumikia ufalme wa Mungu kwa unyenyekevu. Tunakuomba umtengee mtumishi wako Kardinali Otunga sehemu katika utukufu wa mbinguni, ambayo ni ahadi kwa wale waliokuhudumia vyema. Kupitia kwa maombi yake, libariki kanisa, nchi yetu, familia zetu, na utujalie neema tunaomba kwa unyenyekevu, hasa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sala ya Jubilei. Baba wa mbinguni, imani uliyotupa kupitia kwa mwanao Bwana wetu na ndugu yetu Yesu Kristo, na mwali wa ukarimu uliowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, ziamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka la ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo ziweze kutufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu na ulimwengu wote, katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, ambapo nguvu za uovu zikiangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upya ndani yetu mahujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo ieneze furaha na amani ya mkombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu, unayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele. Baba mwenye huruma, watazame kwa wema watu wako waliokusanyika hapa mbele yako, na kuomba uondoe mambo yote yanayotufanya tubaguane, na utupe siku zote furaha ya kupatanishwa nawe kwa kila mmoja wetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa ndiyo wakati wa kutoa sadaka, kila mtu aanze kujifikiria. Toa ndugu, toa dada, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe, Bwana anakuona mpaka moyoni mwako. Wiki nzima Bwana Mungu alikulinda vyema, sasa nawe ndugu yangu ujifikirie. Toa ndugu,
ulicho nacho wewe Bwana nakuona mpaka moyoni mwako. Kumbuka jinsi Yesu alivyojitolea pale msalabani kwa ajili yetu. Toa ndugu, toa dada, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe Bwana anakuona mpaka moyoni mwako. Toa ndugu, toa dada, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe Bwana anakuona mpaka moyoni mwako. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubariki kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea kwa furaha dhabihu iletayo ukombozi wa milele. Tunakuomba kwa unyenyekevu tujalie tuiheshimu kwa moyo mwaminifu na kuitoa inavyofaa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Vyema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Kushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe uliwaekea vyema wanao kipindi maalum kwa ajili ya kutakaza roho zao, ili wao kwa kuyahimiza mawazo bali na tamaa baya waache kuyaegemea mambo yapitayo, bali waabatane zaidi na yaliyo ya milele. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakusifu tukisema bila mwisho: Mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifunze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, toeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe na kukushukuru tena. Aliwapa wafuasi wake akisema, toeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Nakushukuru kwa kuwa umetusahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Filipo Anyolo na maaskofu wasaidizi wake Daudi na Simon Petro na wakilero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira,
mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Kristo iwe daima nanyi. Iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, tujalie amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo nilinde nifike katika uzima. Communion hymn is on page 274, hymn 557. Hymn 557. Watumishi wake Baba wangapi waliopo, wanakula na kusaza chakula chake Baba, nami natabika hapa, nashiriki na nguruwe chakula kisichofaa, yanipasa kurudi, nitarudi na kusema, Baba yangu nisamehe, nimekosa kwake Mungu na mbele yako Baba. Baba kamwona yumbali, kashikwa na huruma, akakimbia kumlaki, kambata na busu, nami kahapa nashiri nguruwe, nimekosa kwako Mungu na mbele yako Baba.
unisamehe nirudi nikakutumikie, nami natapika hapa na shiriki na nguruwe, chakula kisichofaa, yanipasa kurudi, nitarudi kusema Baba unisamehe, nimekosa kwake Mungu na mbele yako Baba. Anima Christi, roho ya Kristo initakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo inichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yaindishie. E Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Mwanangu, sharti tufanye shangwe kwa furaha, kwa maana huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Tuombe. E Mungu, unamtia nuru kila mtu ajaye katika ulimwengu huu. Tunakuomba uziangaze nyoyo zetu kwa nuru ya neema yako, ili tuweze kuwaza daima yanayoipendeza adhama yako na kukupenda wewe kwa dhati, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Naomba tuketi tuyasikilize matangazo. Mahujaji wa matumaini, Pamoja katika sala. pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Karibuni kwenye matangazo ya leo, ikiwa tunasherehekea Dominika ya 4 ya Kwaresma. Leo na Jumapili ijayo ni Jumapili zetu za kutoa zaka ama fungu la 10. Bahasha zipo kwenye viti na kwenye pigeon boxes, na pia unaweza kutoa zaka yako ukitumia njia ya M-Pesa Paybill 527500, account weka tithe. Mungu abariki kazi ya mikono yako na familia yako. Kauli mbiu ya ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco msimu huu wa Kwaresma ni tutembee kwa pamoja katika matumaini. Vile vile, kauli mbiu ya kongamano la maaskofu Katoliki la Kenya KCCB ni Kenya tunayoitamani, na katika wiki hii ya 4 ya Kwaresma KCCB inatusihi tutafakari kuhusu wajibu wa elimu ya mkabala wa jumla. Kikundi cha Charismatic Renewal kinawaalika Wakristo kwenye semina ya Life in the Holy Spirit leo kuanzia saa 8 mchana kwenye ukumbi wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kuanzia, na semina hii itaendelea kwa Jumapili 8. Kikundi cha Holy Family Minor Basilica Self-Help Group kinafanya uhamasisho kuhusu huduma zao, na pia kinawasajili wanachama wapya nje ya kanisa. Kwa maelezo zaidi tembelea meza yao nje ya kanisa. Kesho Jumatatu itakuwa ni sikukuu ya kitaifa Idul Fitri, na kutakuwa na misa moja saa 3 asubuhi. Hakutakuwa na sakramenti ya kitubio na wala hakutakuwa na huduma za ofisi.
Parish Pastoral Council watakuwa na mkutano wao Jumapili ijayo tarehe 6 mwezi wa 4 kuanzia saa 5:30 kwenye ukumbi wetu mkuu, na viongozi wote 5 wa kila kikundi cha parokia yetu wanapaswa kuhudhuria. Tunachangisha chakula cha msaada kitakachopeanwa kwa maskini na wasiojiweza katika jamii msimu huu wa Pasaka, na sote tunakumbushwa kwamba kutoa ni moja ya nguzo 3 za Kwaresma, nguzo zingine zikiwa ni sala na kufunga. Unaweza peleka mchango wako wa chakula ama fedha kwenye meza iliyoko nje ya kanisa ama kwenye ofisi ya parokia. Mhashamu wa Askofu Mkuu Philip Anyolo ametuandikia Wakristo wote wa jimbo kuu la Nairobi waraka wa kichungaji wa msimu huu wa Kwaresma wa Pasaka 2025 wenye kauli mbiu He was put to death for our trespasses and raised for our justification. Romans 4:25. Pata nakala ya familia yako kwenye lango la kanisa baada ya misa. Tangazo nitalisoma kwa Kiingereza. We are establishing a pool of professional volunteers to harness the diverse skills within our parish. And to begin with, we would like to focus on security, health, legal, finance, counselors, engineers, among other specialists. And interested Christians are encouraged to submit their detailed professional profile via the email with the subject line professional full to info@holyfamilybasilica.info by 31st March. And you can also submit your profile to the parish office. Matangazo ya ndoa. Haron Timu, mwanae Timu Fidelis na Florence Kerubo anaishi Nairobi, angependa kufunga ndoa takatifu na Hailin Kemunto, bintie Wilfred Nyauma Bangari na Jane Mora Nyauma anaishi Nairobi. Samson Omondi Oriko, mwanae Vitalis Oriko Owamo na Mary Adhiambo anaishi Nairobi, angependa kufunga ndoa takatifu na Ruby Officious Obadia, bintie Officious Obadia Urusa na Mary Officious Urasa anaishi Dar es Salaam, Tanzania. Yeyote ambaye ana kizuizi kwa ndoa hizi anapaswa kumjulisha baba paroko au padri yeyote anayefanya kazi katika hii parokia. Na sasa ningependa kualika Wakristo ambao wametoa fungu lao la 10 ama zaka zao mwezi huu kujongea mbele kupata baraka kutoka kwa padri wetu. Na baada ya hao ningependa kualika wale ambao walisherehekea siku yao za kuzaliwa wawe wako standby kwa sababu ya muda. Tuombe. Almighty and gracious God, we pray for your blessings today. As we come to give you our tithes and offerings, we ask you that you'd bless us in return. Cause the windows of heaven to open and pour out your showers of blessing, as you promised to our brothers and sisters who stand before this altar. Bless their jobs and their businesses with prosperity, so that they may keep on earning their living to support not only their families but also the work of your kingdom. Oh God, we know that you promised to bless us financially so that we can bless others too. Fulfill your words in the lives of our brothers and sisters. We pray this through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless you and bless your tithe, Father, Son, and the Holy Spirit. Nawaalika wale Wakristo ambao wamesherehekea siku yao ya kuzaliwa mwezi huu wa Machi kujongea mbele pia. Waliozaliwa mwezi wa Machi
Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, uliye nguvu na kimbilio letu na asili ya kila mmoja wetu, nakushukuru kwa sababu ya hawa ndugu zetu Mwenyezi Mungu wanaosherehekea siku ya kuzaliwa kwao katika mwezi huu wa 3, na kuomba uzidi kuwabariki, kuwakirimia neema zako na baraka zako, kuwakinga kutokana na maovu yote ya shetani, na kuwajalia Mwenyezi Mungu miaka mingi ya kutumikia familia zao, na miaka mingi ya kusherehekea baraka ambazo umewajalia. Na Mungu Mwenyezi awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christians. Happy birthday to you. Before the final blessings, I want to thank all of you for actively participating in this Mass and for your support to our parish. I also want to introduce to you Seminarian Elphys. Seminarian Elphys will be serving here for pastoral experience. He is a Franciscan. Kwa hivyo, he is a seminarian, will be with us. He come from Ghana. Tumpongeze kwa makofi. Na sasa tusimame kwa baraka ya mwisho. Bwana, walinde wanaokusihi, waimarishe walio dhaifu, uwape nguvu siku zote kwa mwanga wako, wale wanaotembea katika ufuli wa mauti, na uwaopoe katika maovu yote, ili wapate kuyafikia yale mema yapitayo na kulete neema yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Mshukuru Mungu. Exit hymn on page 226 for hymn 401. Pamoja na malaika Mariamu mama yetu, kuimba sifa twatataka, zipende nyimbo zetu. E Maria, zipokee hizo zako heshima, twakuimba, twakuomba, utwe